Mashambulizi yameendelea kwa aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ni Freeman Aikael Mbowe mara baada ya kuona kwamba yeye kitendo cha kutokuwa mwenyekiti kwa hivi sasa ndani ya chama cha Chadema basi huenda kukawa na fungu ama mlungula uliotoka ndani ya chama pinzani ambacho kimeweza kumvuta karibu, na hivi sasa imekuwa ni fikra ya kila mwanachadema ambaye amekuwa akiona kwamba mtu aliyetoka Chadema na akaenda labda kwenye chama cha ACT Wazalendo ama chama cha CCM basi yeye anaenda kufata pesa, licha ya kwamba pia wanasahau kumekuwa na uhuru wa mtu kufanya maamuzi yake, kwamba mtu ana uwezo wa kutoka Chadema na akaenda ACT Wazalendo na kukawa hakuna shida yoyote, kwa sababu kinachofanyika siku zote bado mtu anapambania ndoto ya kuweza kufikia malengo ya anachokitaka. Ni sawa sawa na mtu kutokea Azam na kwenda kwenye klabu ya Simba ama kwenda kwenye klabu ya Yanga. Siasa haina mpaka wa huyu afanye kazi kwenye chama fulani na asiweze kwenda kwenye chama fulani. Ndio maana kumekuwa na viongozi mbalimbali ambao tayari walishawahi kupita na tayari ambao wameshafariki dunia na walipitia katika mikono hiyo, na hata huyo ambaye hivi sasa wamekuwa kimtolea mfano. Nitazungumza ishu kama ya Tundu Lissu ambaye pia alishawahi kuwa kwenye chama kingine, lakini mwisho wa siku akaja ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, huku akiweza kumkuta Freeman Aikael Mbowe kama moja kati ya waasisi wakubwa ambao walikuwa katika chama hicho cha Chadema. Lakini kwa upande wa Tundu Lissu ambaye yeye hakuwahi kuwa muasisi na haikuzaniwa kwamba Tundu Lissu atatoka ndani ya chama chake na kwenda kwenye chama cha Chadema, lakini kwa hivi leo imeonekana tena baada ya Ezekiel Wenje wakina Freeman Aikael Mbowe kujitenga ama kufanya maamuzi yao binafsi, waonekana kwamba tena wamepiga pesa ama mkwanja wa kutosha ambao umetokana pia na chama pinzani. Hayo yote yamekuwa ni mawazo ambayo si sahihi kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo na yamekuwa yakiendelea kuongezwa spidi, lakini ukweli utabakia kwamba kila moja ana uhuru na kile anachokifanya.